Mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, mvutano ambao umeweza kushuhudiwa kati ya maafisa wa polisi na viongozi wa kidini pamoja na idadi kubwa ya raia waliokuwa wameweza kujitokeza kwa ajili ya maandamano yao ya amani. Hivi sasa maafisa hao wa polisi waliokuwa na nia ya kuzuia maandamano hayo ambapo wameweza kufanikisha. Tukio hilo limeweza kulaaniwa pakubwa na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, ila mtazamaji wangu, imeweza kubainika kwamba maafisa hao polisi waliokuwa na bunduki, inaaminika kwamba tukio lililoweza kutokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 huenda limeweza kujirejelea kwa mara nyingine leo hii kutokana na utumiaji wa nguvu kupita kiasi ambao umeweza kuonekana katika video ambayo nitaweza kukuchezeshea. Ila mtazamaji wangu, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu. Hivi yale mawe yalekwa na wananchi, wao wamekuja na bunduki zao na kutoa mawe pasipo ridhaa ya wananchi. Je, ni haki? Serikali ni ya kwao, serikali ni ya kwao, serikali ni ya wananchi. Wewe una shida na sisi? Hao maaskari waliokuja, kwa nini wamekuja kibabe? Kwa sababu wana bunduki. Tuache kwa sababu gani? Ndio mwanzo wa kututishia maisha, tunakosa amani kwa ajili yao. Kwa nini waliua watu hivi hao kwa mabunduki yao? Leo wamekuja na mabunduki yao, hatutaki kusikia. Usalama gani? Wanao shida, usiongee. Wanao shida. Kwa nini wamekuja na bunduki? Kwa nini wamekuja na bunduki? Hatutaki. Mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, katika video hii mtazamaji wangu, mama huyo aliyekuwa akizungumza na vyombo vya habari vilivyoweza kujitokeza kuchukua matukio ya hali halisi yanayozidi kujiri. Mtazamaji wangu, tumeweza kushuhudia jinsi gani ambavyo maafisa wa polisi waliokuwa wameweza kuvaa sare wakiwa katika eneo la tukio, pia wakishikilia bunduki na hata bunduki zile ambazo hutumiwa kutupa vitoa machozi kwa waandamanaji. Pia swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi linazidi kuonekana kipindi na wakati ambapo maafisa wa polisi wanazidi kutoa mawe ya waandamanaji waliokuwa wameweza kufunga nayo barabara. Mtazamaji wangu, hivi sasa uongozi ulioko madarakani kwa njia moja ama nyingine unazidi kutumia mbinu zozote zile ili kujaribu kuweka mbali wale wanaozidi kupinga na kukosoa uongozi huo. Na mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba maandamano yaliyokuwa yakifanyika hivi sasa yaliweza kuwa ni maandamano ya amani, ila uwepo wa maafisa wa polisi katika maandamano hayo ndiyo ambayo yameweza kuchangia vurugu ambazo zimeweza kusababisha baadhi ya waandamanaji waliokuwa katika maandamano haya kurushiwa vitoa machozi, jambo ambalo idadi kubwa ya Watanzania wameweza kulaani na kudai kwamba kile ambacho maafisa wa polisi wameweza kukifanya sio jambo la busara kamwe, bali uongozi ulioko madarakani ndio ulioweza kulaumiwa pakubwa kwa swala la kutuma maafisa wa polisi kufika katika eneo la tukio kulipokuwa na maandamano. Badala ya kuimarisha ulinzi wa waandamanaji, wameweza kuanza kuleta vurugu, jambo ambalo wengi hawajaweza kukubaliana nalo. Ila mtazamaji wangu, kuna mambo ambayo ningependa uweze kufahamu yanazidi kuchangia uongozi ulioko madarakani uweze kufanyiwa maandamano ama maandamano ya leo hii kufanyika. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, tunazidi kuona jinsi gani ambavyo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa umeweza kunyamazia kimya masuala waliokuwa wameweza kuahidi kuyatekeleza kipindi na wakati ambapo wataweza kuchukua uongozi baada ya zoezi la uchaguzi ulioweza kupita. Pia mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba hivi sasa mamilioni ya Watanzania wapo na hasira na uongozi ulioko madarakani, ila sote tunafahamu kwamba hivi sasa kiongozi anayezidi kutegemewa ili Watanzania waweze kusimama naye
ni viongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu na Mheshimiwa Humphrey Polepole, ila kwa kutokuwepo kwa viongozi hao, Watanzania wengi wanazidi kulazimika kuwa chini ya shinikizo ulioko madarakani, na ndipo ambapo wachache wanaozidi kujitokeza kuzungumzia yale ambayo wangependa yaweze kufanyia marekebisho ama kuandamana kwa kutofurahishwa na jambo linalozidi kufanywa na uongozi ulioko madarakani. Tunashuhudia jinsi gani ambavyo uongozi huo ulioko madarakani unazidi kutumia waandamanaji, maafisa wa polisi ili kusambaratisha maandamano yao na sio kusikiliza kiini kilichoweza kuchangia katika maandamano hayo ya amani yaliyokuwa leo hii. Mtazamaji wangu, hii yote inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya viongozi walioko madarakani kila kile wanachozidi kukifanya hasa dhidi ya waandamanaji ni kwa manufaa yao binafsi na sio kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Na sote tunafahamu kwamba waandamanaji kile wanachozidi kukifanya ni kwa ajili ya taifa la Tanzania liweze kuwa katika mwonekano mpya na mwonekano mzuri na mwelekeo sahihi. Kama mtazamaji wangu, tunashuhudia jinsi gani ambavyo kuna mvua kubwa zinazozidi kuendelea kunyesha na kusababisha hasara ya mamilioni kwa wafanyabiashara na hata kusababisha baadhi ya watu ama wananchi wa Tanzania kukosa makao kamili ya kukaa baada ya nyumba zao kubebwa, na hata baadhi ya wale wanaozidi kujihusisha na ukulima kwa kufuga wanyama na hata wale wanaozidi kujihusisha na kilimo wameweza kukumbwa na hasara kubwa baada ya shamba lao ama shamba zao kupata mafuriko tunayozidi kuyashuhudia, na kipindi na wakati ambapo wanapozidi kujitokeza katika maandamano ili waweze kusikizwa, kile kinachozidi kufuatia ni agizo kutoka katika ngazi za juu ya kwamba maandamano hayo yasiwezi kuwepo, na suala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi linazidi kushuhudiwa kwa mara nyingine, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani unazidi kuwa katika nafasi ya kutofanikisha ahadi walizoweza kuziahidi kwa wananchi wa Tanzania, jambo ambalo linazidi kufanya idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kuwa katika kipindi kigumu kukidhi mahitaji yao ya siku baada ya siku, na gharama kubwa ya maisha inazidi kuendelea kushuhudiwa. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa agizo lililoweza kutolewa na viongozi walioko madarakani dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakiandamana kwa maandamano ya amani nchini Tanzania mapema leo hii? Sote tunafahamu kwamba ni jambo la kuvunja moyo kipindi na wakati ambapo raia angependa aweze kujiwasilisha na kuzungumzia kile ambacho hajaweza kukifurahia kwa uongozi ulioko madarakani, na mwisho siku kutupiwa vitoa machozi. Usisahau kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.